الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام, tunaendelea na durusi yetu ya Ramadhan, na katika yale ambayo kwamba tulikuwa tukiyasema ni faida zinazopatikana ama fadhail zinazopatikana ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hadithi iliyopokelewa kutoka Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume Muhammad sallallahu anasema, ataakum shahru Ramadhan, bila shaka imewakujeni mwezi mtukufu wa Ramadhan. Shahrun mubarak, ni mwezi ambayo kwamba ndani yake una baraka nyingi sana. Faradallahu alaykum siyamahu, Allah subhanahu wa ta'ala basi amefaradisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan juu yenu nyinyi kama Waislamu. Na hii ni aya tuliyoisoma katika darsi iliyopita ambayo inasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlokuja na sifa ya imani, kutiba alaykumus siyam. Na hii ndio inaonyesha wujub ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwa maana hii dini yetu ni dini ya adilla min alkitabi wa sunna, ambayo inapatikana ndani ya kitabu chake Allah ama sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hiyo ni wajib kwa kila mtu ambaye kwamba ni aqil, ambaye yuko na akili, baligh, ambaye amebalighi, ambaye yuko na afya, yani hana ugonjwa yoyote, na yuko katika mtaa wake kwake, basi ni wajib, na sio mwenda wazimu, basi ni wajib yeye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Faradallahu alaykum siyama, basi ni wajib kwa mwanamume, kwa mwanamke, kwa kijana, kwa mzee, kwa maskini, kwa tajiri, na yeyote ambaye kwamba yuko ndani ya mtaa wake na yuko ndani ya nyumba yake, sio musafir. Tuftahu fihi abwab aljanna, milango za janna hufunguliwa. Wa tughlaqu fihi abwab aljahim, na vile vile milango zote za moto hufungwa. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala sufidat ash-shayatin, Allah hutia mashaitani minyororo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa fihi laylatun, na ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhan kuna usiku, khairun min alfi shahrin, ambaye ni bora kuliko miezi 1000. Yani ni bora hiyo usiku kuliko miezi 1000. Man hurima khairaha faqad hurim, na yule atakatazwa khairi ya huu usiku, wallahi basi amekosa khairi nyingi na yuko ndani ya hasara. Asiyamu Ramadhan, basi huu ndugu Muislamu, mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan ndio utapata janna inafunguliwa na nar vile vile inafungwa, na hautopata illa isipokuwa ndani ya mwezi huu wenye baraka. Ni mwezi ambaye kwamba basi mimi na wewe ni lazima tufaidike nayo. Wa min fadhaili hadha ash-shahr, na katika fadhila inayopatikana ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, ayuha almushahidun, basi inakuwa ni sababu, mwezi mtukufu wa Ramadhani inakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutufutia ama kutusamea mimi na wewe madhambi. Na hii ni kwa hadith aliyoipokea Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yaqul, alikuwa akisema Mtume wa Mwenyezi Mungu, rahma na amani iwe juu yake, as-salawatul khamsu, salatano, wal jum'atu ila al-jum'a, ijumaa hadi ijumaa nyingine, wa ramadhanu ila ramadhana, ramadhan hadi ramadhan nyingine, mukaffiratu ma bainahunna idha jtunibatil kaba'ir, inakuwa ni mukaffirat, inakuwa ni yenye kufuta ma bainahunna, baina ya salatano, yani baina ya salatu adhuhuri na alasiri, yale ambayo kwamba itatendeka kutoka kwako, madama sio katika minal kaba'ir ambayo kwamba inahitaji tauba, basi yale madogo madogo ambayo utatereza ukifanya baina ya adhuhuri na alasiri, basi inakuwa ni mukaffirat. Ijumaa hadi Ijumaa nyingine, yale utafanya ambayo kwamba sio makubwa, inakuwa ni mukaffirat. Na vile vile Ramadhan ila Ramadhan, Ramadhan hii hadi Ramadhan ijayo, yale tutafanya ambayo kwamba sio minal kaba'ir, basi inakuwa ni mukaffiratun ma bainahunna, baina yao itakuwa basi ni mukaffirat, lakini kwa sharti idha jtunibatil kaba'ir, ikiwa basi tutaepukana na yale ambayo kwamba ni makubwa ama yanajulikana kama kaba'ir. Wabillahi tawfiq.